Basi karibu tena. Naja tena kwako asubuhi ya leo na kusalimu mwenzangu katika jina la Yesu. Hamjambo. Asante kwa kujiunga na mimi asubuhi ya leo. Sasa hivi ni fundisho linalotokana na namna ya kuzuia watu ambao wanazuia mambo yako au mipango yako kuharibika. Kila wakati ukipanga mipango yako inaharibika. Kila wakati ukipata mlango mzuri, ukiwa karibu kuingia, huo mlango unafungwa ama unafungika. Ukipata kutaka kufanya jambo, unakuta kwamba kwa muda mrefu sana umepangilia na umelenga ile jambo. Wakati umefika ukikaribia kuingia kutekeleza lile jambo, kitu fulani kinatokea, alafu hiyo mambo inaharibika. Mara nyingi kwa kizungu tunaita disappointment. Hizi vitu ambavyo vinakuwa disappointed katika maisha, mara nyingi si jambo la kawaida. Ni jambo ambalo linahusika na watu kadhaa, wanadamu ambao wamepeana mioyo yao kuwa mioyo mibaya, ambayo inatumiwa na adui kulemaza masuala ya maisha yako. Iwapo kuna mtu ambaye unapambana na mambo kama haya na mengineo mengi yanayoweza, yani mambo mazuri yakitaka kuingia au mipango yako inaharibika, mbinu zako ambazo zinafunguka nzuri, unakuta kabla hujafikia zinaharibika. Kuna mtu alikuwa ananiambia ana matatizo, ametumia pesa nyingi sana kuweza kutekeleza hilo jambo ili aweze kwenda nje. Lakini wakati alifikia ili kuweza kuingia, kitu kikaharibu, mambo yakaharibika kabisa, akawa disappointed na akawa hawezi kupata hiyo nafasi tena ya kwenda kufanya kazi nje. Mambo haya wapendwa, si ya kawaida. Mnasema Tayo ni mchawi, Tayo ni nini? Na kuambia si ya kawaida. Kama hautawaroga wataendelea kuwaroga. Kama hautasimamisha wataendelea kukusimamisha. Kama hautazuia wataendelea kukuzuia. So kuna watu ambao mipango yenu imeharibiwa na mambo yenu mazuri yanazuiliwa, na kupatia remedy ambayo itakusaidia kuzuia kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hata kuwa na uwezo wote kuzuia mipango yako mizuri ambayo Mungu amekuwezesha kuyapangilia na kutaka kufaulu. Iwapo kuna jambo lolote ambalo linapangwa lije kwako na Mungu wako, unajua niliwaambia kuna hii wimbo tunaimba Yesu akisema ndio, hakuna kusema hapana. Kizungu tunaimba hiyo wimbo, when Jesus say yes, nobody can say no. Hiyo kitu si ya kweli. Kuna nyimbo zingine ambazo tunaimba tu, lakini kusema kweli zinaonekana nzuri kwa macho ya mwanadamu, lakini hazineni haki. Kuna mambo mengi ambayo Yesu amesema ndio katika maisha yako, lakini hayajatimia. Na usiniambia ati ni kwa sababu wakati wake hujafika. Wakati wa Mungu, Mungu huwa haishi kwa masaa. Mungu huwa haishi kwa nyakati. Mungu ni Mungu wa masaa na ni Mungu wa nyakati, lakini haishi kwa masaa wala kwa miezi wala kwa masiku. Mungu anaishi katika anga ambayo haina masaa. So anaposema wakati, ndio maana yeye huwa anatumia nyakati na wakati. Mwanadamu ndio ako katika nafasi na anga la majira, anga la miezi na miaka na wakati na muda. So Mungu anaposema nyakati kama hii, ni wewe mwenyewe kupangilia ili uchukue kile Mungu amesema ukiweka katika mpango, maana wewe ndio uko chini ya mamlaka ya wakati. Wewe ndio unaishi kwa miezi, wewe ndio unaishi kwa miaka, wewe ndio unaishi kwa anga la majira. Sasa usiniambia ati wakati wa Mungu ndio wasawa. No, wakati wa Mungu ni sasa na masaa ya Mungu ni sasa. Ni wewe uchukue yale Mungu ameahidi na uyaweke katika mipangilio ya muda, mwezi, miaka na majira. Sasa usiseme wakati wa Mungu itakuja. Kuna watu ambao Yesu amesema ndio kwa muda mrefu sana kwa maombi yenu, kwani itakuja kutimia. Uliomba itakuja kutimia wakati umezeeka, wakati una nguvu ya kuitumia, wakati una neema ya kukimbia hapa na pale kufanya hiyo kazi, ndio itakuja kutimia. Alijibu kitambo.
lakini kuna mwanadamu anayesema hapana. So wakati Mungu amesema ndio, kuna mtu alisema hapana. Na ndio maana naweka hizi video hapa, kupambana na watu ambao wanasema hapana wakati Mungu ameshasema ndio. Kwa nini wewe unapambana? Kwa sababu mamlaka ya duniani yako chini ya mikono yako. Mungu ametupa sisi mamlaka ya kucontrol vitu hapa duniani. Sasa tunapoingia especially ndani ya Kristo, sasa tunakuwa tumepata nafasi ya msimamo mzuri wa Mungu. Tunarudi kwa nafasi ya kwanza. Tunachukua mamlaka, tunachukua uwezo, tunachukua nguvu. Ile nafasi tulipoteza, sasa tunaichukua. Tukishaichukua, adui anakuwa chini yetu. Sasa tunamnyang'anya kwa uwezo na mbinu ambazo nakupatia. So asubuhi ya leo utatumia hii video kuzuia mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke asije akafaulu, kuzuia mipango yako yoyote kinjia ya kiuchawi, kimwili, kiroho, kivyovyote vile, wasiweze kuzuia. Na kile utahitaji ni yai la kienyeji. Video hii itatumika na yai la kienyeji. Utahitaji yai la kienyeji. Utafanyaje na yai la kienyeji? Yai la kienyeji utalitumia likiwa limepikwa. Utachukua ili yai la kienyeji, uchukue maji yanayotokana na tunda la nazi, uweke kwa kitu, kwa sufuria, alafu upikie ili yai likiwa inaitwa boil egg, yai ambalo limeboiliwa, yani liwe limepikwa lakini likiwa liko hivi hivi kwa maji yanayotokana nazi. Pika mpaka liive. Likishaiva utatoa ndani, awache lipoe. Alafu sasa utatafuta, likishapoa ulipangue, utoe ngozi hii, litabaki nyeupe, si ndio? Ikishabaki nyeupe, sasa utavunja vizuri ili ile layer ya manja, ile yellow yolk, ile yolk ya ndani, ile yellow isije kavunjika. Toa hiyo kitu nyeupe vizuri ili ile yolk itoke ikiwa imeshikana vizuri. Maana wakati unachemsha yai, ile yolk huwa inashikana. Sasa kuna vile utahitaji kuibambua ili itoke. Baada ya kutoa hii maganda, kuna hiyo nyeupe pia uitoe vizuri ili hiyo yolk itoke yenyewe. Ukishaitoa hiyo yolk ndio unataka peke yake. Tafuta bunch ya alligator pepper. Hizi mbegu za alligator pepper, pilipili ya alligator. Tafuta hizi pilipili kwa hesabu mbegu kulingana na miaka yako. Kama wewe ni mtu wa miaka 100, utahesabu mbegu 100. Kama miaka yako ni 300, utahesabu mbegu 300. Of course unajua si rahisi kupata watu wa miaka 300. Kwa hivyo kama miaka yako ni 40, utahesabu mbegu 40. Miaka ni 20, mbegu 20. Sawa sawa na hesabu ya miaka yako ndio utahesabu mbegu hii. So ukishazi hesabu, utachukua ile yolk hiyo ya yai ya yellow hiyo, uweke kwa mkono hivi. Chukua mbegu hizo kwa hesabu namba zote zenye umehesabu. Chukua mbegu moja moja, ukiingiza ndani ya hiyo yolk. Ukiingiza ndani ni kazi. Utaingiza ndani mpaka ziishie ndani zote. Yaani hakikisha kwamba mbegu za alligator, pilipili ya alligator imeingia, imeshikana na hiyo yolk, imeingizwa ndani, zimekuja contact pamoja. Kishamaliza utaomba Bwana, utaita majina yako 3. Alafu useme, mimi nimezaliwa dunia hii, miaka yangu imepimwa na Mungu. Pasiwe na mwanadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke aliyetoka ndani ya yai akanifupishia miaka, akazuia mambo yangu mazuri. Ukishajiita mara 3, unaanza maombi hiyo. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke asiyetokana na yai. Wanadamu wote ndio watokee duniani walitokea kwa yai. Nguvu za mwanaume zilikutana yai la mwanamke.
ndipo mwanadamu akawa ameumbika. So mtu yoyote anatokana yai, kama vile yai hiyo yelo ilivyo na vile imetokana. Hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke dunia hii atakuwa na uwezo wa kuzuia mipango yako mizuri, milango yako mizuri. Hakuna mtu ataweka kifuli ambao utakosa kifunguo cha kufungua. Hakuna mtu atafunga mlango ambao utakushinda kufungua, na hakuna mtu atafungua mlango mbaya ambao utakushinda wewe kufunga. Kila mbinu ya mwanadamu yeyote atakayomkuwazia mbaya ama kukutendea, hiyo mbinu uwe mbele yake. Pasiwe na chochote baraka, utukufu, heshima, nguvu, mambo mema ambayo Mungu amepanga yaje kwako kupitia wanadamu. Hakuna mwanadamu atakayeyazuia katika kuja kwako. So unaomba hivyo, ukimaliza maombi yako kulingana vile moyo wako utakupeleka. Ukimaliza utakula hiyo unaweka kwa mdomo yote pamoja na mbegu zote. Elewa ya kwamba pilipili ya algeta ni chungu sana mbegu zake, lakini nakubidi utafuna hivyo hivyo pamoja na hiyo yoko. Utafuna hivyo yote, macho yako yatakuwa mekundu kwa sababu ya uchungu, lakini usijali. Mbegu ya algeta, wakati unatafuna, sema kona zote 4, nitakapogeuza mguu wangu kushoto, kulia, mbele na nyuma, yani west, north, south and east. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke atakayezuia mipango mizuri ambayo Mungu amekusudia ije kwangu. Ardhi imekubali, anga imekubali, na maumbile yanacheza mziki wangu. Mimi lazima nifanikiwe duniani na niinuke, niende kila ambacho Mungu anataka nifanyike. Basi ukishafanya maombi yako, kula hiyo yai, ile nyeupe usikule pamoja na maganda, utaenda kutupa. Lakini hii ya yellow sasa ndio unakula pamoja na hizo mbegu. Ukishamaliza, ni vizuri unafanya hii kwa siku 3. Fanya kama leo, fanya kama kesho, fanya kama kesho kutwa. Ni kazi, lakini itakubidi uifanye. Kazi ya siku 3 lakini yenye nguvu. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anayeingia katika hedhi akamzaa mwanadamu hakuwe na uwezo wa kuzuia mambo yako tena mazuri baada ya hii huduma ya hii. Kila kitu ambacho kinapangwa kuja kwako kitakuja, na vile vitu ambao viliibiwa vitaanza kurudi kwako, ili ukamilishe malengo ya Mungu katika maisha. Hizi video, wapendwa, zinasaidia watu wengi, na ni mbinu ambayo nawapatia. Wengi mnatafutua mabaya, wengi mnaharibiwa vitu, na mbinu nyingi ambazo watu wanakuja nazo, na utapeli mkubwa ambao tuko nao unaopatikana kwa mwili wa Kristo. Tunakuoti maandiko tu vile anasema, yani hizi maandiko za Biblia ndio zimekuwa evidence yetu, lakini tunakuoti mpaka Januari, Disemba, hatuoni mambo yakitokea. Ingia katika spiritual dimension, ukuoti hizo maandiko kitumia spiritual dimension. Naamini Mungu atakutana haja ya moyo wako. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kunitazama. Wale mnataka kuniona, mnaweza kufanya connection, maana Nairobi sasa ninapatikana. Kwa hivyo wale mnataka kuniona Nairobi, mnafanya appointment kwa ofisi yangu inayowekwa Nairobi. Ofisi yangu hapa Nairobi itakupatia nafasi ya kuniona na unaweza kuniona. Wale wako Mombasa, ofisi yangu ya Mombasa itafanya connection unione. Wale wako Busia, hakuna haja ya kusafiri sasa. Mnakuja Bomala, ofisi yangu itafanya kazi. Kwa hivyo ukiwa Bomala Western wote, niko hapo Busia, hapo Bomala town, ofisi yangu iko hapo. Nairobi yote ofisi yangu inapatikana hapo Nairobi, na Mombasa yote ofisi yangu iko hapo Mombasa. Kwa hivyo hakuna haja tena ya watu wa Nairobi kusafiri kwenda Mombasa.
mnaweza kunipata Nairobi. Hakuna haja ya watu wa Western kusafiri kuja Mombasa, mnaweza kunipata Bomala. So hiyo nimezungumza kwa wale wako hapa Kenya. Wale wako Tanzania, bado Dar es Salaam kuna coordination ambayo ni coordinator wetu, lakini hatujaweka physically office yenye unaweza kwenda ukafanya appointment, lakini coordination iko Kampala. Tuko na coordination Kampala, unaweza kutupata. Lagos kuna ofisi pale Surulere, utatupata, unafanya order hapo, wale wa Lagos. Lakini sasa wengi wa Nigeria na West Africa muelewi Kiswahili, lakini wale ambao mnahusika East Africa hapa Rwanda, Burundi na Tanzania na Uganda na Kenya na hata mataifa ya Marekani, wale Waswahili mnasikia huko, basi hivyo ndio vile inapatikana. Mungu awabariki. Nitawapa mbinu na namna mnaweza kufanya mambo na ikawa imeenda through bila kuumia. Na kuna tatizo mahali nitakuja kukutana nyinyi, maana nataka kuweka semina fulani Nairobi itakayosaidia ninyi kwa mafundisho. Mungu awabariki. Tukutane kwa video itakayokuja. Asante. Siku 3 kazi ya kiroho. Zuia kila anayepanga kuzuia mambo yako mema.